Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, bado tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia mada yetu inayohusiana na ibada ya swala, ambapo tumefikia katika udhu, tukaeleza masharti ya udhu, nguzo za udhu, sunna za udhu, na leo inshallah tutazungumzia vichanguzi vya udhu, yani mambo ambayo ukiyafanya au yakikupata udhu wako utakuwa umeharibika na itakubidi ukatawadhe tena. Na hili ni jambo muhimu sana kulijua, kwani hakika mtu unaweza ukaingia katika ibada ya swala hali ya kuwa huna udhu na swala yako itakuwa haikusihi. Jambo la kwanza ni kutokwa na kitu chochote katika moja ya njia mbili za tupu zako. Kutokwa na kitu chochote katika tupu yako ya mbele au ya nyuma, kwa maana umetokwa na haja ndogo, umetokwa na haja kubwa, umetokwa na upepo, umetokwa na damu, kitu chochote kitakachotoka katika moja ya tupu zako, basi hii itasababisha kuwa udhu wako umeharibika, na ni lazima kwanza ukanawe kama ni najisi uiondoe, halafu urudi uje utawadhe tena. Manake Muislamu hatakiwi tu kujisaidia kama mnyama halafu akaendelea na ibada yake ya swala. La hasha. Tulishaeleza huko nyuma kwamba umejisaidia haja ndogo au haja kubwa, basi ni lazima unawe kwa maji ambayo ni maji yenyewe yanakubalika katika sheria, maji yaliyokuwa masafi, halafu ndio utawadhe kwa ajili ya ibada ya swala. Na hili lina dalili kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala pale alipotuambia a'udhu billahi minash shaitani rajim au jaa ahadu minkum minal khaid, au mmoja wenu atakapokuwa ametoka chooni, kwa maana ametoka chooni kwa ajili ya kufanya haja zake. Jambo la pili ni kutokwa na akili katika njia yoyote. Mtu ikawa akili zimetoka, kwa maana umepata uendazimu, kwa maana umezimia, kwa maana umetumia ulevi. Vyote hivi ni katika njia za kwamba akili, fahamu yako imepotea. Kwa mfano, ulikuwa na udhu wako ukaanguka, ulikuwa waenda kuswali wewe, ukaanguka ukapoteza fahamu. Ukija ukizinduka hutosema mimi nilikuwa nishatawadha, hapana, kwa sababu ulirukwa na akili, inabidi ukatawadhe tena. Kwa mfano, kuna wale watu wenye ugonjwa wa kifafa, mtu hakuna pale, fahamu zimekuondokea. Mtu wengine wamepandisha maruhani, wote hawa ni watu ambao inakuwa fahamu zimepotea au umepoteza akili kabisa. Mtu unaweza kuingia katika uendazimu. Basi unapopata akili au kwa bahati mbaya umevuta kitu, umekunywa kitu, tunaweza ukavuta bangi ukafanya hivi kwa ujinga tu, hebu nijaribu, akili zikakupotea. Sasa pale ni lazima utawadhe upya na ndio utaweza kufanya ibada. Jambo jingine ni kulala usingizi mzito ambao utakufanya utakuwa hufahamu kitu cha aina yoyote. Mtu ambaye atalala usingizi, amelala akawa haelewi kitu chochote, huyu mtu ni lazima awe atatawadha upya ndio aswali. Baadhi ya watu unaona msikitini, mtu amelala kabisa na koroma, ukikimiwa na yeye inuka aswali. Haya ni makosa. Mtu ambaye anaruhusiwa ni mtu aliyesinzia, mtu ambaye amekaa mkao wa kukalia makalio yake, umekalia matako yako, umekaa kwa maana umeyakalia makalio yako na unasinzia tu, lakini unasikia yaliyokuwa duniani, unafahamu, akili haija kuruka. Huyo mtu wa namna hiyo anaruhusiwa, lakini ukiwa umelala usingizi mzito ambao hujielewi, lazima ukatawadhe. Na kingine ni kugusa moja kati ya tupu mbili bila kizuizi, iwe yako iwe ya mwenzako. Japokuwa jambo hili lina ikhtilafu ya wanawachuoni, wengine wakaona kwamba ikiwa mtu ni mtoto umemshika kumnawisha na hivi, lakini ukigusa tupu yako au ya mwenzako mubashara, yani bila ya kizuizi, sio kushika kwenye nguo, kwa maana umeshika tupu yenyewe, basi lazima ukatawadhe. Na kitu kingine hili nalo pia lina ikhtilafu, kumgusa mwanamke ambaye si maharim kwako, kwa bahati mbaya au kwa kukusudia. Ukimgusa mwanamke ambaye si maharim kwako kwa bahati mbaya au kwa kukusudia, hili lina tofauti ya wanawachuoni. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amesema au lamastumun nisa, au kuwagusa wanawake. Wanawachuoni wametofautiana katika kuitafsiri aya hii. Wako walioona kugusa
ni kwa maana ya kugusa, kama mtu kugusa, na wako waliona kwamba huku ni kumwingilia, kufanya jimai na yeye. Kwa hivyo utatizama mshiko ambao umeushika ni upi, lakini katika orodha hizi imetajwa. Na ya mwisho ni kuritadi. Mtu aliyeritadi, aliyetoka katika Uislamu. Kuritadi maanake ni kutoka katika Uislamu ukaenda kwenye dini nyingine. Ukiritadi, hata kama ulikuwa na udhu, ulikuwa tahara, ulikuwa kamil, ukitoka katika Uislamu, ukitaka kurudi katika Uislamu, lazima ujitoharishe, lazima utawadhe upya ndio uweze kufanya ibada. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kukamilisha tahara na udhu zetu, na Allah azikubali swala zetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.